Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu aliye hai. Ukisoma Yeremia 31 mstari wa 16, Biblia inasema, Bwana asema, zuia sauti yako usilie na macho yako yasitoke machozi, maana kazi yako itapata thawabu. Inawezekana wewe ni mtu ambaye umelia sana. Naomba nikwambie kwamba wakati wa kulia utapita na wakati wa kucheka nao utakuja. Biblia inasema katika Mhubiri kwamba kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Hapa Biblia inasema zuia sauti yako usilie na macho yako yasitoke machozi, maana kazi yako itapata thawabu. Endelea katika Kristo Yesu, kwa sababu kazi yako katika Kristo itapata thawabu. Inawezekana kuna watu wanakuzalau, inawezekana kuna watu wanasema ya kwao, lakini naomba nikwambia kwamba uko wakati wa kucheka utakuja. Inawezekana wewe unalia kwa sababu unatamani uingie kwenye ndoa. Yupo Yesu Kristo, siku moja atakupa neema ya kuingia kwenye ndoa. Inawezekana wewe unalia kwa sababu una kazi. Endelea kuomba kazi na siku moja ya ajabu Mungu atafungua mlango na wakati wako wa kucheka utakuja. Wako watu wamepitia wakati wa kulia muda mrefu sana. Ananyanyaswa, anateswa, anatabika, anateswa na ugonjwa. Naomba nikwambia kwamba endelea kuomba, endelea kwenda kanisani, endelea kukimbilia maombezi, endelea kwenda kule Yesu Kristo anahubiriwa. Mungu atakupa neema, siku yako ya kucheka itakuja. Siku yako ya kucheka itakuja. Na waona watu wengi na waona kwenye ulimwengu wa roho, siku zao za kucheka zinakuja. Inawezekana ulinyanyasika sana, inawezekana umeteseka sana. Naomba nikwambie kwa Yesu Kristo inawezekana. Kwa Yesu Kristo inawezekana. Wewe mama uneteswa na huo ugonjwa, katika jina la Yesu Kristo Mungu akupe neema, Mungu akuponye, Mungu akuponye na wakati wa kucheka uje. Imeandikwa katika Mathayo 4:23, Yesu anaponya magonjwa yote na madhaifu yote. Imeandikwa katika Mathayo 9:35, Yesu anaponya magonjwa yote na madhaifu yote. Imeandikwa katika Kumbukumbu la Torati 7:15, Mungu anaweza kuhamisha ugonjwa kutoka kwa mtu. Kwa kupigwa kwake Yesu Kristo tumepona. Naomba nikwambie kwamba umelia sana, niko mahali hapa kukutangazia Yesu Kristo anaenda kukupa neema. Kuna watu anaenda kuwapa neema, kuna watu na waona kwenye ulimwengu wa roho, ndio maana nasema Mungu anaenda kukupa neema, Mungu anaenda kukupa neema. Umekuwa mwaminifu kwa sadaka, umekuwa mwaminifu kwa maombi, umekuwa mwaminifu, umejitunza binti, Yesu anaenda kukupa neema katika jina la Yesu. Naomba wewe ukaje wakati wa kucheka kwako. Umetabika sana, umenyanyasika sana. Mungu mweza yote, Mungu mwema akupe neema, akupe kushinda, akupe kufaulu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu mwema atakutendea. Nakwambia Mungu wa mbinguni atakutendea. Endelea na wokovu wa Bwana Yesu. Endelea kuishi maisha matakatifu. Endelea kujitunza. Endelea kuambia watu Yesu ni Bwana. Endelea kumtumikia Bwana Yesu. Hajakusahau bado. Angekusahau usingekuwepo duniani. Kama unaona unaishi, nakwambia Yesu bado yuko. Ana kazi na wewe, ndio maana unaishi. Kama unaona unaishi, yule Jehova El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Mungu wa uzima anakusudi na wewe, ndio maana unaishi. Endelea kujitunza, endelea kuishi maisha matakatifu. Mche Mungu katika Kristo Yesu. Neema yake ikufunike na utamuona yeye. Mungu akubariki sana, Mungu akulinde. Baba Mungu, namwombea mtu huyu, namwombea neema, namwombea ushindi, namwombea kibali na nguvu zako zimfunike. Mahali ambako kuna ila za shetani zikatoeke kwa jina la Yesu. Ni kweli amelia sana muda mrefu, Yesu msaidie. Na wakati wa kucheka uje kwenye maisha yake, kwa sababu amekutegemea. Ulisema utamwacha mwanadamu hata ukamilifu wa dahari. Utakuwa pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Najua Baba uko pamoja na yeye. Neno lako linasema unajishughulisha na mambo yetu. Baba jishughulishe na maisha yake, msaidie. Mlinde, mpe neema na uzima kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Majina yangu Peter Michael Mabula, ni mtenda kazi kwenye shamba la Bwana Yesu. Mungu akubariki na kulinde. Endelea na Bwana Yesu, jitunze, ni siku za mwisho. Mungu akukumbuke. Amen. Amen.